Chadema, vijana, Chaso, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara, Mheshimiwa John Wegesa Heche, waheshimiwa viongozi wa kitaifa na wajumbe wa kamati kuu mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa Bavicha kiongozwa na Mwenyekiti Mahinyila, waheshimiwa viongozi wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam kiongozwa na Mwenyekiti Martin, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nawakaribisha sana kwenye ukumbi wa makao makuu ya chama katika kongamano hili, kwa sababu kongamano hili ni la wasomi na limeandaliwa na Chaso. Tumekubaliana kuvunja itifaki ya kawaida ya chama kwa heshima ya wasomi, na ndio maana kulia kwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti Heche, yuko mwenyekiti wa Chaso, na katibu mkuu nitazungumza kutoa salamu tu fupi, kwa ufupi sana, na mwenyekiti wa Chaso ndio ambaye atamwalika makamu mwenyekiti wa chama kuzungumza na nyinyi leo. Ndugu zangu wasomi, leo ni siku ambayo mambo mawili yatafanyika katika siku moja. Mosi, mwenyekiti wetu wa kikao cha kamati kuu na kaimu mwenyekiti, kwa sababu kama unavyojua mwenyekiti uko gerezani, makamu mwenyekiti Bara atatumia mazungumzo nanyi wasomi kueleza maamuzi ya kamati kuu ya chama ambayo imekutana kwa mfululizo kwa siku mbili, siku ya juzi na jana, tarehe 23 na 24 mwezi huu wa Mei katika ukumbi huu. Kwa hiyo atakutumia mkutano huu kuzungumza na Watanzania na nyinyi wasomi juu ya maamuzi ya mkutano mkuu wa chama, pamoja na mambo mengine ambayo yalikusudiwa kuzungumza na nyinyi na alikusudia kuzungumza na nyinyi katika kongamano hili. Lakini pili, siku ya leo kwa kuwa ni siku yenu ya wasomi wa Chaso, ni siku ya elimu zaidi, ni siku ya nyinyi kubadilishana maarifa na taarifa kati yenu nyinyi na chama kupitia mada mbalimbali ambazo zitatolewa katika kongamano hili. Kwa ni siku muhimu ambayo inasadifu kauli mbiu yenu ya chanzo cha fikra bora. Naamini siku ya leo itakuwa chanzo cha fikra bora, sio tu kwenu wanachaso, sio kwa Bavicha pekee, bali kwa chama cha Chadema na taifa kwa ujumla. Sasa kwa sababu nimesimama tu kutoa salamu, nitumie fursa hii kutoa elimu kwenu, kwa baadhi ambao hamkupata wasaa wa kuisoma katiba ya Chadema, sababu najua humo miongoni mwenu vile vile wanachaso wapya kabisa ambao pengine ni mara yenu ya kwanza leo kushiriki katika shughuli ya Chaso. Tatoa elimu kutoka katika katiba ya Chadema juu ya mambo mawili yanayohusiana na Chadema. Mosi ni falsafa ya chama. Chama kinaamini katika falsafa ya nguvu ya umma, people's power. Na nitanukuu ibara mbili zinazoieleza kama sehemu tu, mengine mtasoma zaidi katika katiba ya chama juu ya falsafa yetu ya nguvu ya umma, fikra yetu ya nguvu ya umma inamaanisha nini hasa. Ibara ya 3.11 ya katiba ya chama inatamka kwamba falsafa ya Chadema ni kuamini katika nguvu na mamlaka ya umma, the people's power, katika kumiliki, kuendesha, kubuni na kuendeleza maamuzi, mawazo, rasilimali, uchumi na siasa za nchi. Ibara ya 3.12 inatamka aidha, falsafa ya nguvu na mamlaka ya umma
ndiyo msingi na chimbuko la kuundwa kwa dola ya nchi, na kwa umma ndio wenye madaraka ya mwanzo na ya mwisho katika kuamua hatima ya nchi na taifa pasipo kuingiliwa, kudanganywa au kugilibiwa na viongozi, watawala au wageni. Hii ndio sera kuu ambayo sisi tunaita falsafa ya nguvu ya umma, ambayo inatofautisha Chadema na vyama vyote Tanzania. Naamini kwamba wasomi mtaendelea kuisoma, mtaendelea kuichambua, mtaendelea kuishi. Ni katika muktadha wa falsafa hii ya nguvu ya umma ndipo ambapo Chadema, baada ya kuona namna madaraka ya umma yanaporwa ya kuchagua viongozi wanaowataka, tumeamua kuwaongoza Watanzania kurudisha mamlaka hayo, kuhakikisha kwamba kabla ya uchaguzi kunafanyika reforms, mageuzi, mabadiliko ya kikatiba na kisheria yatakayowezesha kuwa na uchaguzi huru na haki, ili wananchi wawe na mamlaka ya kuchagua viongozi wanaowataka. Ndio msingi wa sio tu kauli mbiu, mkakati, mpango na uamuzi wetu wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Waheshimiwa wasomi, nisome eneo la pili juu ya itikadi ya Chadema. Chadema inaamini, na hii iko katika ibara ya Chadema ya 3.2. 3.21 inatamka kwamba Chadema ni chama cha itikadi ya mrengo wa kati, center party. Na ibara hii ya katiba sasa inaeleza misingi 12 ya itikadi ya mrengo wa kati ambayo inatofautisha Chadema na vyama vyote Tanzania. Nitaisoma kwa haraka. Chadema ni chama kinachoamini katika kukuza na kuimarisha uchumi wa nchi kwa kutumia rasilimali za nchi yetu bila kuathiri uhuru wa taifa, na kuhakikisha kuwa umma kwa ujumla unanufaika na rasilimali za nchi. Msingi wa pili, Chadema inaamini katika kujenga na kuimarisha uchumi wa soko jamii, social market economy, utakaoheshimu na kulinda haki na mali za watu, biashara huru na sekta ya watu binafsi, bila kupoka mamlaka ya umma katika maeneo nyeti, hususan pale penye itilafu ya soko au penye maeneo nyeti ya kiuchumi. Tunaamini katika soko huru na si katika soko holela. Msingi wa tatu, Chadema inaamini katika kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali asilia za nchi ili zichangie kikamilifu katika pato la taifa, na hasa kuboresha huduma za kiuchumi zinazotumiwa na wananchi wote. Msingi wa nne, Chadema inaamini katika uzalendo na kuthamini mila na desturi zilizo nzuri. Msingi wa tano, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Msingi wa sita, Chadema inaamini katika siasa ambazo ziko juu ya vyama, zenye kusimamia zaidi maslahi ya taifa. Msingi wa nane, Chadema inaweka umuhimu wa pekee katika familia kama moja ya taasisi muhimu za kijamii. Msingi wa tisa, Chadema inaamini katika umuhimu wa uhuru wa kuamini katika kujenga maadili ya mwanajamii mmoja mmoja bila kuifanya dini kuwa sehemu ya dola. Msingi wa 10, Chadema inaamini taifa linaundwa na watu, hivyo uhai wake unawategemea watu na mabadiliko yake yanatokana na watu. Msingi wa 11, Chadema inaamini katika kujenga uwezo wa wazawa katika kumiliki na kuendesha uchumi. Msingi wa 12, Chadema inaamini katika kumiliki rasilimali na mali miongoni mwa wananchi, kwamba kunawapa fursa na uhuru zaidi. Hivyo tunataka wakati wote kujenga chama na baadaye taifa lenye kutoa fursa, ambapo kila mtu
bila kujali asili yake na hali yake, anaweza kutimiza na kufanikiwa kwa kadiri ya vipaji vyake. Hiyo ndio misingi 10 ya falsafa itikadi ya Chadema ya mrengo wa kati, ambayo inatofautisha Chadema vile vile na vyama vingine vyote. Niwaombe wasomi, muisome misingi hii, muifafanue misingi hii, muieleze misingi hii, muieneze misingi hii. Na ukishaingia katika imani ya falsafa ya umma, nguvu ya umma, itikadi ya mrengo wa kati, tunaamini kama ni msomi mwenye kujielewa, huwezi kutoka katika misingi hii kwenda popote, iwe ni kwa vitisho, iwe ni kwa hongo, iwe ni kwa gilba, mpaka pale tutakapopata Tanzania tunayoitaka. Ndugu zangu na waheshimiwa wasomi, kwa sababu mimi si mzungumzaji leo, nimesimama kutoa salamu tu, niwatakie heri ya tukio hili, lakini niwaombe katika wakati wenu, kuna vitabu vitatu ambavyo ni muhimu kila mmoja wenu katika wakati wake akavisoma. Naweza kuandika kwenye notebook yako au unaweza kuandika kwenye diary ya simu yako, sababu nyinyi mna bahati, wasomi wa sasa, kwamba teknolojia imekuwa mnatembea na diary kwenye kiganja cha mkono. Moja, msome kitabu cha Profesa Isha Shivji kinachoitwa Intellectuals at the Hill, ambacho ukikisoma utajua mapambano ya wasomi kama ninyi, wakiwa wanafunzi na wengine wakiwa wahadhiri, ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo ya miaka ya 70, lakini ilianza miaka ya 60, ikapata kasi sana miaka ya 70 baada ya Azimio la Arusha na kuendelea, ambayo yameweka msingi ambao ni msingi mzuri wa mapambano ya wasomi katika kutafuta haki, sio tu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bali vyuo vyote. Kwa hilo ni andiko la kwanza, mjitahidi mlisome. La pili, msome kitabu kinaitwa Mr. Punch. Ninacho kwenye maktaba yangu. Hicho kitabu kinaeleza mapambano ya wasomi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waliokuwa wakitumia kitu kinachoitwa Mr. Punch, kwamba Mr. Punch alikuwa anaandika ujumbe tu kwenye bao za matangazo, lakini ilikuwa ni wave fulani ya revolution wakati wa kipindi cha Rais Mwinyi. Mjitahidi hicho kitabu mkisoma, kitawasaidia sana. Alafu kuna Azimio, lilisainiwa na wasomi wa vyuo mbalimbali duniani. Lilisainiwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini linahusu wasomi wote, wahadhiri pamoja na wanafunzi. Dar es Salaam Declaration on Academic Freedom and Social Responsibility of Academicians. Hilo hata ukili-google tu utalipata, ukili-search, hata ukitumia search engine yoyote, Google au search engine yoyote. Dar es Salaam Declaration on Academic Freedom and Social Responsibility of Academicians. Litafuteni, lisomeni kwa wakati wenu. Litawapa mwongozo juu ya ulazima na namna ya nyinyi mnavyopaswa katikati ya kuminywa kwa uhuru wa wasomi kwenye vyuo vikuu na taasisi za elimu ya kati, bado mnaweza kutimiza wajibu ambao utakuwa msaada mkubwa sio tu wenu wenyewe katika maslahi ya wanafunzi katika vyuo vikuu, utakuwa msaada mkubwa kwa maslahi ziada tu ya maslahi yenu ya wanafunzi, utakuwa msaada mkubwa sana wa maslahi wa chama cha Chadema katika mapambano yaliyoko mbele yetu, lakini zaidi utakuwa msaada mkubwa na silaha kwenu katika mapambano ya kuleta mabadiliko, ya kuleta haki, ya kuinua uchumi wa nchi, kujitengeneza ajira kwa watu. Na kwa kweli wasomi
kuwa sauti ya wasio wa sauti. Ndugu zangu, kama nilivyosema awali, nilisimama tu kwa ajili ya kusalimia. Nawatakia heri sana katika mkutano huu. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa.